pole sana. Pole sana. Ubani tutasaidia mambo machache hapa na pale. Pole sana. Pole sana kwa yote. Hakuna bodi ya korosho bila wakulima wa korosho. Uwepo wa wakulima wa korosho ndio uwepo wa bodi ya korosho. Kwa msiba huu ambao umepata wenzetu ni msiba wa kwetu sisi bodi ya korosho, unatuhusu moja kwa moja. Tumefika hapa kwa ajili ya kuwapa pole wenzetu. Naam, Tanzania, leo tarehe 15 mwezi wa 8 2026, Muungwana One TV tupo kijiji cha Mpora kilichopo kata Ndanda, halmashauri ya wilaya hii ya Masasi. Leo tuna ugeni mkubwa sana kutoka bodi ya korosho Tanzania, watakuwepo hapa Ndanda kwa ajili ya kutembelea familia fiwa. Tunakumbuka siku 4 ambazo zimepita, Muungwana One TV tumeripoti tukio la kuondokewa na mpendwa wetu ambaye alitambulika kwa jina la Fatuma Taasisi. Alifariki kwa ajali ya moto wakati anaendelea kufanya shughuli zake za kufagilia shamba la mikorosho maeneo ya Mpora, pembeni kidogo sehemu ambayo inajulikana kama Nasuvi. Leo Muungwana One TV tuko hapa na bodi ya korosho kuzungumza kwa undani zaidi na familia na kukumbusha kwa taarifa za kina na za uhakika, tafadhali baki na sisi. Nikiripoti kutoka hapa Mpora Ndanda, hii ni Muungwana One TV. Mtoto wa marehemu Fatuma Mkapoka kwa majina naitwa Moza Muhamedi Adam Ponda, ni mtoto wa marehemu Fatuma Taasisi Milanzi, ni mwanawe mtoto wa kwanza. Mama yangu ni mkulima wa korosho kwa Mtwara, wilaya ya Masasi. Mnamo Jumanne tarehe 11 alitoka nyumbani akaelekea shambani kwa ajili ya upaliliaji wa korosho. Alipofika shambani, alianza kazi ya kubagulia mabiwi ya korosho, takataka za korosho shambani. Baada ya muda kaonekana moto umemzidi kutokana na mwenyewe alikuwa na matatizo ya kuparalyze mkono wa kulia pamoja na mguu wa kulia. Kwa hiyo moto ulikuwa mkali, ukawa umemzidi. Alishindwa kuumiliki huo moto baada ya kuwa moto ulikuwa mkali mno, na hapo alivyokaa shambani hapakuwa na jirani wala mtu karibu. Alijitahidi kupambania ule moto uzima, lakini halishindwa, ukawa moto umemzidi mpaka akawa ameanguka, amepoteza fahamu. Baadaye sisi tukawa tumepata tu taarifa na majirani. Walipopata taarifa majirani wakawa wametupa sisi, wa kwanza kumpigia simu kaka yangu, wa pili kupata taarifa ni ndugu yangu, na watatu kupata taarifa ni mimi mwenyewe ninayezungumza. Baada ya kwenda pale, kwa kweli sisi tulimkuta mama moja kwa moja amefariki dunia. Hatukupata hata muda wa kumuona wala kuzungumza naye. Kwa hiyo hapo hatua za serikali zilichukulia mamlaka yake. Wakafika askari polisi pamoja na daktari kuja kuangalia kifo cha marehemu mama jinsi kilivyotokea. Unatazama Muungwana One TV. Kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi na wafanyakazi wa bodi ya korosho, nipe niambatana na wenyeji wangu kwa maana ya mwenyekiti wa kijiji cha Njengwa pamoja na watendaji kata wa eneo hili. Tumefika hapa kwa ajili ya na kuwapa pole wanafamilia ya Fatuma ambaye ametangulia mbele ya haki, na mauti umemkuta akiwa anahudumia shamba la korosho. Na sisi kama wasimamizi wa tasnia tunasemaga siku zote kwamba sisi bila wakulima wa korosho hakuna bodi ya korosho bila wakulima wa korosho. Uwepo wa wakulima wa korosho ndio uwepo wa bodi ya korosho.
Kwa msiba huu ambao umepata wenzetu ni msiba wa kwetu sisi Bodi ya Korosho, unatuhusu moja kwa moja. Kwa tumefika hapa kwa ajili ya kuwapa pole wenzetu na kuomba Mwenyezi Mungu basi atie nguvu katika kipindi kigumu, sababu ni swala na ajali na ni mipango ya Mungu. Mzee mtangulie mbele ya haki. Na sisi sote ndio safari yetu ambayo mwisho wa siku tutakwenda kufuata. Kwa hiyo tupate kusema pole na tuombe wana familia basi waendelee kujipa moyo na kujitia nguvu, basi pia tuendelee na kukumbuka mwenzetu watu wanaye katika maisha yake ya kuongozi. Basi baada ya kusema mimi nashukuru na kwa kila la heri, tuendelee kuwasaidia wakati kabowezekana katika kuhudumia mashamba kwa ambayo ikiwezekana. Tuna maafisa wetu wa kilimo wa BBT yuko hapa, tuna pia na wasaidizi wengine kwa kuwasaidia katika kuwa support kwa kuhudumia mashamba kwa ambayo ikiwezekana. Kwa hiyo mimi nashukuru uongozi wa kijiji, nishukuru uongozi wa kata pamoja na serikali ya wilaya ya Masasi kwa jitihada na ushirikiano ambao umetoka kwa familia hii. Baada ya kusema machache, nasema asanteni sana basi tukiwa. Kwa majina anaitwa ndugu Fabian Chikawa, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Njenga kilichopo katika kata hii ya Ndanda. Awali ya yote nipende kutoa pole sana kwa familia hii ya marehemu Bi Fatuma Mkopoka ambaye amefariki dunia ikiwa kwenye harakati za kufagilia mikorosho yake, baadaye moto ulimshinda akaweza kuugua na kupata mauti. Poleni sana. Lakini pia nishukuru Bodi ya Korosho kijumla, uongozi wa kata na viongozi wenzangu wa idara, wakuu wa idara katika ofisi hii ya kata ya Ndanda, kwa namna moja au nyingine, jinsi walivyoweza kushiriki na kuguswa na msiba huu. Nadhani familia itakuwa na cha kuwalipa zaidi ya kukumbuka kwa sala. Mungu ndo atawalipa kwa yote haya. Kwa hiyo naipa sana familia hii pole, maana msiba huu umekuwa ni wa kwetu, umetugusa, lakini na imani kwamba ipo siku tutakutana naye mbele ya Mwenyezi Mungu. Asante. Unatazama Muungwana One TV.